Jumapili ya 6 ya Pasaka. Tunaendelea na kipindi cha Pasaka tukifurahia Yesu mfufuka. Somo la Injili ni mwendelezo wa Injili ya Mtakatifu Yohane, leo ikiwa ni sura ya 14 aya 23 hadi 29. Yesu mfufuka anatupatia amani ya kweli. Tujiulize, ni nini maana ya amani ya kweli? Ni nini tofauti yake na amani tuipataye ulimwenguni? Neno amani linaashiria utulivu. Tunamwona mwanadamu leo hii akihangaika mahangaiko mengi mno, na daima anatafuta utulivu. Sote tunamshuhudia kati ya jamii na jamii mivutano katika nyanja mbalimbali, ziwe ni za kisiasa au za kiuchumi na mambo mengine mengi. Hali hii inamfanya mwanadamu kuhangaika kutafuta suluhu ili atulie, lakini utulivu au amani hii mara nyingi huwa ni kwa muda tu, kwa sababu inatafutwa nje ya Mungu. Mwanadamu anaweza kujizingira kwa namna nyingi sana na kujihakikishia usalama na amani, lakini kama chanzi cha amani hiyo kisipokuwa katika Kristo, amani au utulivu huwa ni wa muda tu. Amani ya kweli ya Kristo inapatikana pale tunapokuwa na Kristo ndani mwetu. Katika Injili, Kristo anatupatia mbinu ya kuhuisha huo uwepo wake. Anatuambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Amani yetu ya kweli inapatikana au inajengwa katika hofu ya Mungu ndani mwetu. Hapa ndipo tunaona umuhimu wa paji la imani katika kujenga amani ya kweli. Paji la imani hutupeleka katika kumpatia Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza na kutimiza mapenzi yake. Jumuiya ya Kikristo ambayo iliingia katika vurugu baina yao kwa sababu ya utashi wa kibinadamu ulitaka kutawala kati yao. Umoja ni mshikamano ndani ya kanisa ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu. Unaepusha jumuiya hii kutolea katika changamoto hiyo na kuwa katika hali ya amani. Katika mtizamo wa kawaida, sauti nyingi ndani ya kichwa cha mtu mmoja kamwe haziwezi kumweka mtu huyo salama. Jumuiya ya mwanadamu inahitaji mwongozo mmoja madhubuti ambao ndio utakaomfikisha katika utulivu wa kudumu. Tangu kuumbwa kwa mwanadamu, tumeshuhudia kupitia maandiko matakatifu jinsi ambavyo amehangaika kwa sababu ameacha kumsikiliza Mwenyezi Mungu na kuendelea kusikiliza yeye mwenyewe. Huo ndio ulimwengu unaoelekezwa leo hii na kuwa katika maadili, yani kila moja kutenda kadri aonavyo utampendeza yeye. Tusitegemee kuvuna zabibu katika mchongoma. Hali hii kama ni lazima itatuingiza katika kusikia sauti nyingi sana ambazo daima tutadanganya kuwa ndipo tutapata utulivu wa kweli.
Yapo matukio mengi tu, na yote husababishwa na kiburi cha mwanadamu kuona kuwa akili na ujanja wake anakuwa na uwezo na utumilifu wa yote bila kuweka Mwenyezi Mungu mbele. Imani ya Kikristo inajengwa juu ya msingi wa mitume. Msingi huo ndilo kanisa ambalo ndipo tunapata kuingia ndani na kuona mji mpya wa Mungu, yani Yerusalemu mpya ambayo imefunuliwa katika somo la pili. Mji huo ambao huangazwa na Mungu mwenyewe na taa yake ni mwana kondoo ni ishara mpya ya maisha yaletwayo na Kristo mfufuka. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya kila mbatizwa ni udhihirisho wa kuipatia msingi imara sura hiyo ya kanisa ndani yao, na hapo ndipo atafundishwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sancte perpetua et felicitas.